Mtazamaji wa Chivihi Media, hapa ni katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya mji Masasi mkoani Mtwara, ambapo leo Disemba 26, 2025, mbunge wa jimbo la Masasi na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi wa nchi hii, Dr. Leonard Akwilapo amekutana na wafanyabiashara pamoja na wazee maarufu katika mji wa Masasi, ama kwa jina lingine unaweza ukawaita mamwenye, kwa lengo la kusikiliza kero walizonazo. Wazee hawa pamoja na wafanyabiashara wametumia wasaa huo kumpongeza, kumshauri pamoja na kumpa kero zao, wakitaka ufumbuzi juu ya kero hizo na kuomba ujenge umoja. Hilo muhimu sana, nalo umeanza vizuri, kwa sababu unakuwa na pamoja hapo Mea. Bila umoja mngekuja hapo tena sikukuu hii. Endelee na hali hiyo, na umoja huo uambukize Masasi mzima. Hapo nieleweke vizuri hapo. Umoja wenu huo uambukize Masasi mzima, kwa maana vijana wawe na umoja katika uchumi wao. Kuna vijana wako wengi hapa lakini hawana umoja kwa skills zao ambazo zinaweza kupata fedha kutoka halmashauri, wanakosa umoja. Ndio maana kifupi sana uambukizaji huu. Lakini pia uepuke majungu. Hilo la msingi sana. Umoja utabomolewa na majungu. Ukipata taarifa, chuja kwanza. Ukifanya hivyo, mimi nadhani Masasi matatizo mengi yatakuisha, na hayo niliyasema yatawezekana kabisa kutatuliwa kwa hali nzuri zaidi. La tatu, swala la elimu. Masasi ilikuwa ya kwanza katika Afrika Mashariki kwa elimu, wilaya ya kwanza, leo ya mwisho au ya chini. Fanya utafiti kwa nini iko hivi. Bila hilo kulitatua, utatoka ubunge ukaji hali karibu. Sababu zipo nyingi, lakini utashirikisha watu na kupata sababu za msingi za kufanyia kazi. Na katika elimu hapa, weka skill, weka mbele. Skill ni muhimu sana. Tunachojifunza, unapata maarifa mapya, una ile net proficiency ile kwenda kwenye skill. Lakini Masasi na vipaji, ukizunguka mji utakuta vijana wengi sana wako kwenye kundi mbalimbali, lakini hawajaungana kama nilisema awali. Lulu, baada ya uchaguzi tumekwenda vizuri kwenye uchaguzi, lakini tumekuwa na amani na utulivu. Mama ameliona hilo na sisi tunaomba aendelee kutuona hivyo. Na mimi ni washauri wazee wenzangu, tukaendelee kuwashauri vijana wetu wasiingie kwenye hayo makundi ambayo yanaweza kudhalilisha kwenye mkoa wetu, kwa sababu utulivu huu ndio mawasiliano mazuri katika jamii. Tumeona siku 2-3 hizo walizofanya vurugu kwenye maeneo mengine yale, wenyewe wameapa. Mtu unakaa ndani huli, hata kama ukiwa na hela unakwenda kununua wapi? Kwa hiyo kama vijana wetu tutaendelea kuwahamasisha wawe na amani na utulivu, hii tulionayo Masasi leo, mzee Ntoka Mbali hakimbii kibii, yuko kwake ametulia. Mimi nadhani itatusaidia sana wazee wangu na kutujengea heshima ambayo mama ametuona, na kupelekea kwamba kwa sababu tumetulia basi tuwape zawadi ya waziri. Tumempata waziri yuko makini, na wizara ile wazee wangu ndio inchi. Wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya miji ndio dira kubwa ya taifa. Amepewa wizara ambayo ndio inasimama kwa niaba ya watu wote, kwa sababu nchi isipokuwepo maana hakuna nchi, na ardhi hiyo ndio nchi. Ni nyeti sana, tumuombee, tumpe ushirikiano ili afanye kazi zake vizuri. La mwisho, wakati tulipokuwa kwenye uchaguzi tulikuwa makundi tofauti. Hata wazee tulikuwa tunalumbana sana. Kuna wazee wengine ukisimama unatukanwa, unaonekana wewe umefanya mambo fulani, lakini wako wazee wanafuata inchi inasemaje. Sio utashi wako wewe kwa sababu ni mzee. Inchi inataka nini? Kwa tulikuwa tunafuata inchi inataka nini, na ndio maana leo tumepelekea kuona tumepata viongozi na miundombinu. Masasi haina mataa. Kuna barabara ambazo zinatokea Ana Abdalla kuja sokoni Mkuti.
Wafanyabiashara wengi wa Mkuti wanatokea kata ya Napupa. Sasa zinaponyesha mvua hawana barabara za kupita, wanakosa kufika mapema sokoni kwenda kuwahudumia wananchi. Sasa leo Mheshimiwa Waziri upo hapa, ni kuombe kama utakuwa na mapumziko ya siku 2-3, jaribu kutembea kwenye hizo barabara kwa miguu, usitembee kwa gari, watakuacha mbali. Tembea kwa miguu, uzikague hizo barabara, uzifungue. Sisi wananchi wa Masasi tunahitaji maendeleo kupitia wewe. Tutashirikiana kwa pamoja, utapotuita tutakuwa pamoja. Usituogope kututumia wananchi wako wa Masasi. Sisi tuko tayari kujitoa kwa ajili ya kujenga mji wetu wa Masasi. Alafu Mheshimiwa Waziri, tuna bahati kubwa, tumepata chifu wilaya ya Masasi ambaye anaiwakilisha Tanzania mzima. Lakini kama hujui nyumbani kwa chifu, waambie wakupeleke nyumbani kwa chifu, gari utaiacha barabara ya Newala, afu kwa miguu utatembea kwenda kwa chifu, sababu kuna mfereji, sio barabara. Nikuombe uiangalie na hiyo barabara. Ni aibu kubwa sana, hata kiongozi wetu utaposema tu tukamtembelee chifu, wanapokuja wageni wako unatubukia toni, unaenda nyumbani kwa chifu. Haipendezi hata kidogo. Mheshimiwa Waziri, kata ya Mkuti haina shule ya sekondari, na kile ndio kitofu cha Masasi mjini. Nitashangaa sana Mheshimiwa Waziri kama kata ya Mkuti mpaka leo itaendelea kubaki kutokuwa na shule ya Mkuti ya sekondari. Itakuwa ni aibu sana, kwa sababu sisi watu wote wa Masasi tunategemea kata ya Mkuti. Bila Mkuti sisi hatuishi. Mheshimiwa Waziri, kaa na mwenyekiti wa halmashauri wa mji, sababu anaujua mji wake, kwa sababu ni awamu ya pili hiyo sasa. Atauangalia mji, atakushauri ufanye nini, lakini kata ya Mkuti uiangalie sana. Haina miundombinu ya kufika sokoni. Mheshimiwa Waziri, sisi wana Masasi tumefurahi sana ulipochaguliwa kuwa waziri. Tukajua tayari sisi wana Masasi tumeshakuwa Dubai. Kama ulikuwa unaibeba Masasi wakati huko tu katibu mkuu wa elimu, leo uko waziri, Masasi itakuwaje? Sisi tunashukuru sana. Mheshimiwa Waziri, kuna shule ya Kitunda ambao wanasoma hata watoto wangu mimi. Ukitokea Kigamboni kuja Kitunda hakuna barabara na hawana daraja. Wale watoto kipindi cha masika wanakaa majumbani kwao, alafu wanaandikiwa utoro kwa sababu hawana maeneo ya kupita. Tumepata sifa ya shule kubwa ya mfano, lakini haina barabara ya kuingia shuleni. Wanenufaika ni watu wanaishi Upanga, Silabu, kwa sababu wana daraja ya kuvukia kwenda Kitunda shuleni, lakini wanaishi kata ya Mkuti hawana daraja. Watoto wao watapita wapi kifuku? Wanaendelea kubaki majumbani, alafu wanawaandikia kama watoro. Sio utoro, wanaogopa kufa na maji. Ule mfereji unaitwa Ntochivihi, umeshawahi kuua. Sasa Mheshimiwa Waziri, hebu waangalie hao wananchi wa Mkuti, watoto wao wanasomaje? Mheshimiwa Waziri, kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha hapa, lakini pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuteuliwa tena awamu ya 6, na pia na wewe waziri pia hongera zako sana kwa kuteuliwa na rais. Lakini pia wewe ni mbunge wetu. Kero zetu, matatizo yetu ya mji huu ni wewe. Uliye naye pembeni ni Mheshimiwa mwenyekiti,
naye hongera sana kwa kuwa diwani na kuwa mwenyekiti kwa awamu tena. Hongera sana. Mheshimiwa, mimi nizame kwenye swala la ardhi. Naona mzee pale amesaidia vizuri sana na mimi naongeza zaidi. Hapa tukisema kila mtu aongee kero la ardhi, naona watu wote hapa tuna kero. Huo ndio ukweli, Mheshimiwa Waziri. Kero na wafanyakazi wa ardhi ni kubwa mno kwa mji wetu wa Masasi. Kubwa sana. Ikiwepo hata mimi ni mwathirika mkuu. Najua wenzangu wapo ni waathirika, lakini mimi ni mwathirika mkuu. Mimi Mheshimiwa Waziri, nilinunua eneo wamiliki wa asili na eneo la miaka mingi, na wakalipa dokumenti za mirathi yao ya mgao wa mahakama toka 2003. Lakini nimefanya kazi ngumu kuliendeleza lile eneo angalau liuje kuonekana. Lakini matokeo leo ni kama wiki ya pili au ya tatu nakuja kuandikiwa barua kwamba huo mdule bwana uvunjwe. Nikaambia tatizo, asema hili eneo la halmashauri. Lakini utawala uliopita akiwepo Mheshimiwa Sugu nilimpelekea hii ripoti. Akasema zile eneo sisi hatulitambui kwa sababu hatujaonyeshwa. Kuna kanuni ya kawaida ya kwamba lazima kamati inakaa inapita kuonyesha maeneo yanayomilikiwa ardhi kwa upande wa halmashauri, lakini hiyo eneo hawalitambui. Kwa hiyo bado ni mkanganyiko, ni mkubwa. Kama nilivyotangulia kusema kwamba hizi kero ni nyingi, na mimi kama ni mwathirika na pia hapa nimeitwa pia ili kushukuru wewe, lakini pia kingine ni kwamba sisi tulikwenda Dodoma, tuliteuliwa na SHU kwenda kuwakilisha kwenye mkutano mkuu wa wafanyabiashara, ambao ule mkutano ulikuwa ni wa kumchagua mwenyekiti. Bahati nzuri ikapita tena mwenyekiti yule ambaye ni Livembe Hamisi. Nao katika kero ambazo zimeongeleka bado hata wenyewe nao wameongelea, hata kama tulikuwa kwenye issue ya biashara, lakini ardhi bado inazidi kuongelewa. Kama mzee wangu alivyosema, ni kero la taifa letu. Na mimi nasema mpaka rais anakuteua hajakosea. Hajakosea. Mimi mzee wangu nakufahamu kwa huu uchaguzi uliopita kiukweli, lakini hamasa iliyokuwepo kubwa kwa muda huo mchache, kila mtu anakupa pongezi sana. Mimi hukunaona kwenye kampeni, lakini ni mdau wako pembeni, kwa sababu wafanyabiashara kila mtu anaangalia vile nafasi yake na vile muda wake anapokuwa anaupata. Ipo ukafika muda wa Dr. Akwilapo kuzungumza na wananchi hawa, akijibu moja badala ya jingine, huku akiwaahidi ufumbuzi wa changamoto hizo. Kwanza zile pongezi zangu tunazipokea. Nashukuru sana kwa pongezi nzuri sana, na niwaahidi kwamba tutafanya kazi pamoja vizuri kulingana na sheria, kanuni, taratibu tutazizingatia kabisa. Tunazifahamu. Master plan ya mji hii inaandaliwa na inaandaliwa kitaifa. Najua kwamba Wizara ya Ardhi ina mpango huo kuandaa master plan ya miji yote. Na tuna mpango wa kununua ndege kabisa. Tuna mpango wa kununua ndege ambayo itafanya mapping topographical nini ya nchi nzima. Na katika hiyo itatoa master plan za miji. Kuna mradi wa kupanga maeneo ya wafugaji, maeneo ya kulima, maeneo ya uoto wa maji au uoevu na lugha yao hiyo. Kwa hiyo haya yako katika mpango. Katika miaka 5 inayokuja ili tutakamilishwa. Kwa hiyo msana sasa na master plan ya mji. Umeme, mimi naona umeme umeimarika. Masabu kuna tatizo la umeme, lakini naona umeimarika tangu nimekuja. Ile katakata au maeneo yangu kule wanasema maeneo ya mbunge haya wakati mtandi usikati, lakini nimeona kuna improvement kubwa kuliko na nyakati zile zilizokuja zile. Na nadhani hii ni kutokana na ile generator mpya iliyoletwa hapa Mahumbika, ambayo ilikuja kufua umeme wa kutumia gesi, nafikiri kama nakumbuka,
Wakati wa kampeni tulimuuliza manager TANESCO, anasema wataleta generator kutoka Ubungo, Dar es Salaam kuja kuifunga pale, na ilikuwa inachukua kama wiki 2-3 hivi angefunga. Kwa hiyo nimeona mimi, kwa tathmini yangu, utanisamehe, nimeona zamani kwa kila siku hapa nilikuwa kila siku hata kupiga pasi inabidi upige pasi nguo haraka, wajua muda wote umeme utatoka na unajua na saa ngapi. Lakini sasa naona nimekaa siku zote hizi hujakatika. Jamani, ni hamjaona hiyo? Mtanda niambie, umeme vipi? Mimi kidogo mimi. Kwa hiyo lakini hata hivyo tutazidi kuona kwamba, lakini jawabu lake, tatizo hili jawabu lake ni kuunganisha kwa mkoa wa Mtwara katika gridi ya taifa, ambayo hatua kama nyinyi mmeshasema hilo eneo la Nakupa ambalo limechukuliwa hilo ambalo hawajalipwa, ndio mradi huu ambao wanafunga kutoka Songea. Walituambia kwamba katika miezi 12 ijayo watakuwa wameshafika mpaka huko. Kwa hiyo tukawa tunawaambia watu kwa kampeni, jamani, kama tumesubiri miaka yote hiyo, hii miezi 12 sijui 18 tutashindwa. Kwa hiyo tuwe na subira. Tutakapounganisha katika gridi ya taifa, umeme wetu utakuwa sawa na Dar es Salaam, Dodoma, Morogoro, Tabora. Kwa hiyo yatakwisha. Nafikiri jibu lake ni hilo. Ugawaji wa maji niliwaambia tulikuwa na huyu manager, tulikutana hapa manager wote, Manawasa, TANESCO, watu wa benki, tuliongea nao, na hao wa maji tuliwaambia, sababu tunaambia watu wanalalamika, nasema kuna watu wanapata maji wiki nzima mara 3 mara 4, wengine wana miezi 4. Sasa hii sio haki. Watu walimwambia na alikubali, akasema, na anasema wameshaanza kurekebisha hiyo, na watu wa Sururu wakasema wameanza kupata maji na Mwenge Mtapika kule ambako kulikuwa na shida karibu miezi 5 maji hayapatikana. Akasema hata unapata sasa. Mpaka nje akasema au kwa sababu amekuja mbunge, amekuja waziri ndio tunapata maji. Kaambia hapana. Kwa hiyo wanajitahidi sasa. Lakini tutaendelea kusimamia hilo. Ujenzi wa mitaro hiyo tutaangaliwa. Nisema tu mambo yote yanayohusu ardhi tunajua matatizo ya ardhi yamechangiwa vile vile na watumishi wa Wizara ya Ardhi. Hiyo tunajua. Tangu nje sijaingia wizara nilikuwa najua hilo, na nimeingia nimewaambia kwamba moja ya sababu za kuwa na migogoro mingi ya ardhi ni watumishi wa wizara. Nawaambia na tukakubaliana sasa mlishatengeneza migogoro. Sasa tuitatue. Ila kuanzia sasa mtumishi wa wizara atakaye kuwa sababu ya kuwa na mgogoro, sisi tutamfukuza kazi. Na wewe sio mtumishi wetu. Tunakubaliana sisi tutake kutengeneza migogoro tena. Kwa hiyo tutakuwa tunafuatilia, tutakuwa tunauliza wananchi, tutawaambia vipi? Sawa, fulani mgogoro huu ni mpya, ameuanzisha huyu. Wewe hebu kaa, una kesi, kaa nje kwanza tuachie. Hatutaki sisi mambo ya ufisadi na dhuluma katika wizara. Sasa tumekabidhiwa tuilinde, na kama ni kuigawa, tutoe hati kwa kufuata sheria, kanuni zilizopo na taratibu zilizopo. Sasa unaona mahali pana hati, unatoa hati juu yake. Unasema eti ile hilo ni kosa kubwa. Sababu eneo lazima na hati 2. Tulikuwa na kesi moja kuna hati 4. Hati ya kwanza haijafutwa. Iko mtu mwingine hati ya pili, mwingine ya tatu. Yaani sasa hawa wote sisi tukaambia nyinyi mko kwenye kibao. Mtatueleza kwa nini inatokea namna hii. Kwa hiyo tunaambia ni marufuku kabisa kufanya vitu kama hivi. Kwa hiyo mambo ya ardhi yote mimi naona nijibu hivyo kwa kutoka halmashauri ya mji Masasi mkoani Mtwara. Mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Nikusihi kusubscribe, kulike, kushare na kucomment YouTube channel yetu, bila kusahau tunapatikana katika mtandao wa Instagram, TikTok pamoja na Facebook kama Chivihi Media. Hakika sisi tunakuunganisha na ulimwengu. Kwa heri na asante.